Changamoto zilikuwa ni nyingi. Tulikuwa na zahanati ambayo ilikuwa haikizi mahitaji kwa wakaji wa Ibindi. Ibindi ina watu zaidi ya 3,000 na kuendelea, 7,000 na kuendelea. Kwa tulikuwa na zahanati ya kijiji ambayo na yenyewe ilikuwa inategemewa na vijiji karibia 3. Kulikuwepo Kashelami walikuwa wanakuja zahanati ya kijiji ya Ibindi. Ilikuwepo Kazalao inategemea zahanati ya kijiji cha Ibindi. Ilikuwepo Masawela. Yote hii kijiji kilikuwa, kata nzima ilikuwa na zahanati peke yake ambao ni watu zaidi ya 7,000. Tutapopata changamoto yoyote kwa upande wa wanamama wazazi, tayari watapata huduma kwa wakati. Sisi wenyewe wanababa, endapo tukipata changamoto ya kiafya, tutapata huduma hii kwa wakati. Kwa hiyo hili sisi tunalitoa shukrani sana kwa Mama yetu Suluhu Hassan, kwa viongozi wetu wote walioweza kufanikisha zoezi hili kutupatia kituo chetu cha afya. Tunawashukuru sana na waendelee kutusaidia juu ya hili. Naitwa Januari Daudi Tetesha, ndio site manager kwenye mradi wetu wa jengo hili la kituo cha afya Ibindi. Kwa ujumla, kwanza napenda kushukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano kutuwezesha kupata hili jengo la kituo cha afya, kwani litaweza kupunguza changamoto zote ambazo tulizokuwa nazo hapa kijijini. Kulikuwa na changamoto ambazo hasa kupitia wakina mama wajawazito, pindi anapojifungua, changamoto ikitokea, hospitali inakuwa ni mbali kumpeleka. Kwa hiyo ilikuwa inatokea mara nyingi sana, kunusuru maisha yao inakuwa ni shida. Lakini kwa sasa tutakapokuwa na kituo hiki, nafikiri hizo changamoto zitakuwa zimekwisha. Kwa majina naitwa Tanganyika Salim Mipata. Mimi ni fundi ujenzi katika kituo cha afya hiki cha Ibindi. Nimepewa kazi na halmashauri ya wilaya ya Nsimbo. Ninashukuru kwa kunipa kazi kwa sababu imefungua fursa kwa vijana wengine, wameweza kujikimu kimaisha na vile wanaweza wakapata kipato cha kuendesha shughuli zao za kimaisha. Jina naitwa Mdakuni Ramadhani Matongo, ni diwani wa kata hii ya Ibindi. Tuko hapa kwenye mradi wetu wa kituo cha afya kama kinavyoonekana hapa. Niendelee kumshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kutuletea maendeleo makubwa na miradi mikubwa kama hii. Kutoka mwezi Januari 2026 mwaka huu, kwa kweli tumepokea fedha nyingi sana. Nafikiri sio chini ya bilioni 1 kwa miradi yote. Tuna miradi mingi. Tumeanza na kituo cha afya hiki kwa maana ya jengo la OPD ambalo pia lina thamani ya zaidi ya shilingi milioni 250, lakini pia tutaendelea na majengo mengine kama hivi mnavyoona limekaribia kuisha kwa maana ya skimming na kuweka madirisha ya vioo na kisha kufunguliwa. Nafikiri ni mwezi Mei kama sijakosea. Kama hivi hapa mradi umekwenda kwa wakati na unakwisha kwa wakati, na watu wanafurahia, wananchi wanafurahia kwa sababu mradi kama huu wa kituo cha afya unakwenda kuhudumia zaidi ya wananchi 54,000 kwa maana ya 13,843 wa kata ya Ibindi, lakini na kata zingine za jirani kwa sababu uko mpakani mwa kata hizi. Kwa hiyo utakuwa ni mradi ambao ni rafiki sana kwa nani. Nafikiri imeondoa changamoto, itaenda kuondoa changamoto ya kufuata matibabu mbali, hususan kutoka hapa kijiji cha Ibindi kwenda Mpanda mjini ni kama takriban kilomita zaidi ya 28, ambayo tayari kwa huduma za kituo cha afya ni huduma kubwa, na nafikiri wataalamu watakuwepo kutosha na vifaa vya kutosha. Lakini pia naamini kwa mapenzi kabisa Mheshimiwa Rais atatupa kama ilivyo kawaida kwenye vituo vya afya, atatupa nafikiri ambulance hapa kwa ajili ya magonjwa yale yanayoshindikana kwa hapa kwa ajili ya kwenda hospitali ya rufaa. Lakini kwa stage hii tulipofikia, naamini mwezi Mei hapa watu wataanza kutibiwa.